Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanafunzi karibuni sana katika video nyingine yetu ya leo. Tutakuwa leo tunazungumzia swali ambao ilikuja mwaka KCSE 2024. Swali hili lilikuwa kama mnavyoona. Lilikuwa swali ya pili. Wenzako hawapendi kushiriki mazoezi ya viungo vya mwili. Andika insha kuwashawishi kubadili mwenendo wao. Kama kawaida insha hii ilikuwa na alama 20. Na wanafunzi, hii insha kama hii ndio rahisi sana kuandika, kwa sababu tunajua vizuri sana insha ya kwanza lazima kutakuwa na insha kiuamilifu. Na hiyo insha tulizungumzia katika video nyingine yetu. Rejelea hiyo video. Na hiyo insha ilikuwa insha ya hotuba. Insha ya hotuba muundo wake ni rahisi sana. Nimeelezea katika video nyingine. Tafadhali mwanafunzi rudia hiyo video. Leo tunazungumzia swali ya pili. Swali hili lilikuja katika mwaka wa 2024 kama mnavyoona. Na lilikuwa linahitaji mwanafunzi kuandika insha kuhusu umuhimu wa kushiriki mazoezi ya viungo vya mwili. Insha kama hii rahisi sana. Kama nilivyoelezea katika ukurasa wa kwanza, ukurasa huu usianze na insha yako katika ukurasa huu, kwa sababu huu ukurasa utakuwa unakusaidia kufanya maandalizi. Kama mnavyoona hapa, utakuwa unaziandika hoja zako katika huu ukurasa. Kwa mfano, umuhimu wa mazoezi ni kama vile mazoezi huleta afya njema, mazoezi hupunguza msongo wa mawazo, mazoezi huleta ushirikiano, hupunguza magonjwa ya moyo, huleta usuhuba ama urafiki, vile vile huburudisha, huleta fanaka, hupunguza gharama ya matibabu. Na kuna hoja nyingi sana mwanafunzi ukiangalia, ukirejelea umuhimu wa mazoezi. Mazoezi hapa ni michezo mbalimbali kama vile kandanda, kama vile kukimbia ama kuogelea. Hivi vitu vyote ni viungo vya mwili tu. Unajaribu kutoa ama kusisimua mwili yako, kusimua misuli yako, kwa sababu misuli yako isipofanya mazoezi, bila shaka utakuwa na magonjwa mengi sana. Na hili swali ni swali ibuka, kwa sababu watu wengi sana siku hizi hawashiriki mazoezi ya viungo vya mwili, na wengi wao sana ni wanafunzi, kwa sababu shughuli ni mingi sana. Shughuli ya wanapewa mazoezi mingi sana ya darasani, kwa hivyo wanakosa nafasi nyingi ya kushiriki michezo. Kwa hivyo swali kama hili linafaa kuzungumziwa na ni swali ibuka. Mwanafunzi, swali kama hili huwezi kosa hoja za kuandika. Hoja ni nyingi sana, na swali kama hili kumbuka kwamba lazima insha yako iwe na kichwa. Kwa mfano hapa tunaweza sema umuhimu wa kushiriki mazoezi ya viungo vya mwili. Hapa ulikuwa unatarajiwa tu washawishi hao wenzako ambao hawashiriki. Kwa hivyo utakuwa unaanza na insha yako kama vile nilivyowaambia katika utangulizi. Unaweza kwa mfano utuelezea, kwa mfano unaweza sema hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la magonjwa mbalimbali, kama vile utaje tu baadhi ya magonjwa ambazo zinatokana na kutoshiriki mazoezi. Utuambie tu hivyo tu, ili mwalimu anayesahisha ama mtahini aweze kujua tu wewe unaelewa kile ambacho unaenda kuongelea katika mwili wako. Na katika mwili hapa ndipo utakuwa sasa unazidokeza hoja yako aya baada nyingine. Utakuwa unaandika kila hoja katika aya yake, na aya yako zizipungue aya 8, ili uweze sasa kuzoa alama nyingi. Vile vile hapo tunaambiwa andika insha kuwashawishi. Kwa hivyo unafaa kutuandikia insha baada ya kutaja hoja yako.
ujaribu kuwashawishi hao wanafunzi, ikiwa mtashiriki haya mazoezi, basi hamtakuwa na magonjwa ama hamtaambukizwa magonjwa ya kimoyo, kama vile utaambia tu baadhi ya magonjwa ambazo husababishwa na kutoshiriki mazoezi katika mwisho wa kila aya. Ama vile vile unaweza jaribu kutuelezea ama wajaribu kuwashawishi katika aya ya mwisho, katika hitimisho ambayo ni aya moja, ukiwaambia ikiwa basi mtashiriki mazoezi ya viungo vya mwili, basi wenzangu hamtapatwa na magonjwa mbalimbali, na vile vile mtaepuka maradhi na mtakuwa na afya yenu itaimarika. Ujaribu tu kutuelezea muhtasari kile ambacho ulikiongelea katika mwili. Insha kama hii wanafunzi ni rahisi sana kuandika. Kwa hivyo insha kama hii hufai kuzoa alama chini ya 13, kwa sababu ukifuata tu mtindo, bila shaka utakuwa umezoa alama juu ya 13. Wanafunzi tukaendelea hivi, basi naona tutaimarika sana katika uandishi wa insha. Asanteni sana.